Mfalme alojifananisha na Mwenyezi Mungu. Sote tunafahamu katika huu ulimwengu kujifananisha na Mwenyezi Mungu ni haramu, na yoyote mwenye kujifananisha na Mwenyezi Mungu amelaaniwa. Lakini kwa mfalme huyu haikumwambia lolote. Mfalme huyu alimiliki pesa, majumba, magari, basi akawa ni mwenye visa na kiburi kwa ajili ya kipato chake. Mbali mashariki na mji nisiojua, alikuwepo mama mmoja ambaye alizaa mtoto wake wa pekee wa kiume. Kwa wakati huo kulikuwa kuna utawala wa kifalme, kwa hiyo mfalme aliokuwa madarakani alikuwa katili. Mfalme ule akatoa amri watoto wote wa kiume wauawe. Mama huyu akasema, mimi sipo tayari kumwona mwanangu akiuawa, mimi sipo tayari kumwona mwanangu akiangamizwa. Basi mama huyu alipokichukua kama uamuzi, alichukua mwanaye na kumweka kwenye mtumbwi na kukimbia mbali mashariki na kijiji. Wakati huo baharini kulikuwa kuna mawimbi mengi sana. Mawimbi yale yakapelekea mtumbwi kuzama. Basi mawimbi yale yalipopelekea mtumbwi kuzama, mama yule akafariki, mtoto akasalimika. Mtoto akabaki juu anaelea huku akilialia sana na huzuni. Unajua, kumpoteza mama katika huu ulimwengu sio jambo la rahisi. Lisikilie kwa mwenzio ila lisikufikie. Basi mtoto huyu akakwenda kuangukia kwenye kivuko kingine ambapo kulikuwa kuna ufalme mwingine. Upande huu ambao kulikuwa kuna ufalme mwingine, kando kando ya bahari kulikuwa kuna vijakazi wa mfalme wa kijiji hichi. Basi vijakazi wa mfalme wa kijiji hichi walikuwa wako pembeni kando ya mto. Basi walipokuwa pembeni kando ya mto, wakaona kitu kama kwa mbali kinakuja kinaelea. Walipoona kitu kama kwa mbali kinakuja kinaelea, basi wakakwenda wakacheki. Walipocheki wakakuta ni mtoto. Walipomcheki vizuri zaidi, wakakuta bado mzima. Basi wakapeana shura, wakashauriana. Waliposhauriana wakasema, mtoto huyu tumpeleke kwa mfalme. Hapa ndipo historia ya mfalme katili ilipoanzia. Mtoto huyu alipopelekwa kwa mfalme, mfalme huyu alikuwa hana mtoto wala mke. Basi alipoona mtoto huyu, mfalme yule akafurahi na akasema moja kwa moja kwamba mtoto huyu atakuwa mwanangu. Kuanzia leo umwite mwanangu. Akaambia vijakazi wake wote. Basi alipoambia vijakazi wake wote na akatamka maneno ya kusema kwamba pindi nitakapofariki ufalme wote mpatie mtoto huyu. Ilipofika kipindi cha miaka 20, baba yule akaanza kuzoofika. Basi baba yule alipoanza kuzoofika, maradhi yale yakampotezea pumzi yake, baba yule akafariki. Alipofariki baba yule, basi mmoja kati ya vijakazi wa mfalme wakasema basi ni wakati wa mtoto kumpa haki yake. Mtoto akapewa haki yake. Madaraka yanatoka kwa Mungu. Usishangae wewe ambao kusoma ukaielekeza Ikulu, hilo lisikushangaze. Basi mtoto huyu akaielekeza Ikulu ya kifalme. Madaraka yanalevya, tena ni kilevi kibaya mno. Ilifikia wakati mtoto huyu alianza kuwa na kiburi, visa, vituko, kujiona kwa sababu ya kipato alichoachiwa. Wakati moja kati ya waumini wa Mwenyezi Mungu wakakuja kumtembelea mtoto huyu wa kifalme. Walipokuja kumtembelea mtoto huyu wa kifalme, wakamwambia, Mwenyezi Mungu anakutaka ukaswali. Basi akawauliza waumini wale, nini nikiswali huyo Mwenyezi Mungu wenu atanisaidia nini? Wale waumini wa Mwenyezi Mungu wakasema, atakusaidia pepo. Wakasema, Mwenyezi Mungu wenu mimi hana uwezo wa kunipa mimi pepo, na sina haja ya pepo wa Mwenyezi Mungu wenu. Basi akawafukuza wajamaa wale wakatoka wakaondoka. Waumini wale walipotoka wakaondoka, basi baba yule akabaki anajifikiri. Mtoto huyo wa kifalme akabaki anajifikiri. Alipobaki anajifikiri, akaita mainjinia. Alipoita mainjinia, akasema kwamba wale waumini ambao walifika hapa walisema kwamba Mungu wao ana uwezo wa kunipa mimi pepo. Sasa nataka na mimi munijengee pepo yangu.
Basi mainjinyere wale wakaanza kazi. Walipoanza kazi hiyo ilifanya muda wa miaka 6. Basi pepo yake ikakamilika. Ilipokamilika pepo yake, basi baba yule akaamuru watu mbele ya kuingia kwenye pepo yake wale washibe, wasaze kwa muda wa siku 40 ili aweze kuingia kwenye pepo yake. Basi siku 40 zilipotimia, mfalme yule akajiandaa kwa sababu ya kuingia kwenye pepo yake. Basi watu wakavaa vizuri, watu wakapendeza ili kusherekea, waone gisi mfalme atakavyoingia kwenye pepo yake. Mwenyezi Mungu akakasirishwa na jambo hili. Alipokasirishwa na jambo hili, akatuma malaika wake mtoa roho. Akaambia malaika mtoa roho, unamwona mfalme yule, sasa siku yake ya kuishi ulimwenguni imekwisha. Kwa hiyo namtaka mfalme yule. Basi malaika mtoa roho akataka kubishana na Mwenyezi Mungu kwa kumwambia kwamba amwache mfalme japo kidogo aione pepo yake. Basi Mwenyezi Mungu akamjibu, usiniingilie. Basi mfalme huyo akawa mwenye kufariki hali ya kuwa yumo ndani ya hasara. Jamani, katika huu ulimwengu tunapita, hanasa za dunia zisitufanye tukamsahau Muumba wetu. Hapa ndipo mwisho wa historia yetu. Karibu tena, usisahau kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare ili uwe mtu wa kwanza kabisa kuzipata historia zetu. Karibu tena kwa mara nyingine.